Warigani mpenzi mtazamaji wa channel hii ya 5 Media, mimi yule kutoka 5 Media ambaye inakupa update mbalimbali hasa zile za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na taarifa kubwa zaidi ni kuhusiana na klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans wenye maskani yao pale jijini Dar es Salaam mitaa ya Kariakoo yani Jangwani. Inaelezwa kwamba tayari kikosi cha Dar es Salaam Young Africans mara baada ya jana kuwaona wakianza na safari yao kuelekea katika visiwa vya Marasha tayari wamekwisha kuweza kufika. Sasa taarifa kubwa ambayo tunayo pia ni kuhusiana na Dickson Job. Sasa kabla tujaanza, ngoja nikusomee makala hii ambayo inaeleza namna kikosi cha Yanga kilivyowasili Zanzibar kujiandaa na mchezo wa AFC Farabati. Kikosi cha Yanga kimewasili Zanzibar siku ya jana tarehe 18 kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo wa kwanza wa makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya AS Farabati. Safari hii imehusisha kundi la kwanza la wachezaji ambao hawakuwa kwenye majukumu yao ya timu ya taifa, huku benchi la ufundi likiendelea kusimamia ratiba za maandalizi yanayoongozwa na kocha Pedro. Mchezo huo wa awali wa makundi umepangwa kuchezwa Novemba 22, 2025 katika uwanja wa New Aman Complex Zanzibar kuanzia majira ya saa 10 jioni, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisa wa habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans Ali Shaban Kamwe. Safari hii timu imepanga kutumia njia ya boti na maandalizi yote muhimu yamekwisha kukamilishwa. Inaelezwa kwamba katika msafara huo Yanga imeondoka na wachezaji wote waliokuwa wakifanya mazoezi katika viunga vyao kule Kigamboni, katika mji wao mzuri kabisa ambao uko kabisa pembezoni mwa bahari chini ya kocha Concalves. Hasa wale au kuita timu zao za taifa wameonekana kwa wingi, kama imeeleza kuwa wachezaji kutoka timu za taifa na Tanzania tayari wamerejea na wameungana na kikosi hicho katika safari ya leo. Hata hivyo wachezaji kama vile Prince Dube, Eko, Lamisco Uma ambao walikuwa na majukumu ya timu zao za taifa hawakuambatana na msafara huo, ingawa taratibu zimewekwa tayari kuhakikisha wanaungana na timu moja kwa moja katika visiwa vya Marasha Karafu. Kocha Pedro amesema kuwa safari imepangwa kwa makundi kutokana na majukumu ya wachezaji mbalimbali waliokuwa kwenye timu zao za taifa. Tunaondoka kama kundi la kwanza, wengine wataungana na sisi kule. Uongozi umenihakikishia unafanya kila liwezekano wafike kwa wakati, amesema kocha huyo, akionyesha msimamo wa kuendelea na maandalizi bila kujadili kwa undani mikakati ya timu. Kama ametumia nafasi hiyo kuwaomba wakazi wa Zanzibar kujitokeza kwa wingi ipokea timu hiyo, akisisitiza umuhimu wa support ya mashabiki kuelekea mchezo ambao ameweleza kama mkubwa wa kihistoria, akiutanishaji wa timu mbili ambazo kwa sasa zinafanya vizuri katika soka la Afrika. Pia amesema uamuzi wa Yanga kutumia uwanja New Aman Complex badala uwanja wa Benjamin Stadium Mkapa unatokana na tathmini iliyofanywa viongozi baada ya kupangwa kwa makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, kama inukuliwa akisema kuwa kundi lililopangwa sio jepesi na sio lilemawa, akibainisha kuwa ni kundi linalotoa fursa kwa timu yoyote kupata nafasi kuelekea hatua ya robo finali. Aliongeza kuwa mpango rasmi imeanza kwa kisha Yanga inakuwa miongoni mwa timu mbili zitakazofuzu hatua inayofuata. Nini maoni yako kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kuhusiana na Dickson Job? Don't forget subscribe, like pamoja na kucomment. Dickson Job jana ameonekana akizuiliwa na maofisa wa usalama katika bandari ya jiji la Dar es Salaam kuelekea kule visiwani Zanzibar kutokana na baadhi ya vigezo hakuweza kuvitimiza. Hii ni 5 Media, tutazidi kukupa update ya yale ambayo yanaendelea kutoka ndani nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba ulikuwa ni utaratibu tu mzuri ambapo mamlaka zimekuwa zikiendelea kusisitiza kutumia kitambulisho cha taifa badala ya kutokuonyesha kopi. Hata hivyo, kutokana na mambo kama haya ambayo yanaendelea kule visiwani Zanzibar, baadhi ya viongozi mbalimbali wamekuwa wakihamasisha watu kuwa na tahadhari badala ya kuwa na menendo ambayo sio mizuri ambayo imeweza kutokea siku za hivi karibuni.